nao kuishia Disemba 31, 2025. Baada ya mapitio hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mpango na bajeti ya halmashauri kwa mwaka wa fedha 26/27 ambayo inaanzia ukurasa wa 17 hadi mwisho wa kabrasha letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba niwachukue wajumbe niwapeleke moja kwa moja kwenye ukurasa wa 17 ambao ndo una bajeti ya mwaka tunaoenda kuupitisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye huo ukurasa ambao ni mpango na bajeti ya halmashauri kwa mwaka 2026/27 imegawanyika katika sehemu zifuatazo. Moja ni utangulizi, lakini pili kuna vipaumbele vya halmashauri ambavyo viko 6. Tatu, kuna makisio ya bajeti kwa mwaka husika, na hili eneo ndo linaonyesha vyanzo vyote tunavyotegemea kukusanya na kutumia kwa mwaka husika, ambapo vyanzo hivyo ni mapato ya ndani ambayo tunakisia kukusanya shilingi bilioni 8 na milioni 674. Kuna ruzuku ya matumizi mengineyo kutoka serikali kuu ambayo tunakisia kupata shilingi bilioni 1 na milioni 844. Kuna ruzuku ya mishahara kutoka serikali kuu ambayo tunakisia kutumia shilingi bilioni 39 na milioni 890. Kuna ruzuku ya miradi ya ndani, yaani fedha za ndani ya nchi ambazo tunakisia kukusanya na kutumia shilingi bilioni 6 na milioni 497. Na mwisho ni ruzuku ya miradi kutoka serikali kuu lakini fedha za nje ambayo tunakisia kukusanya na kutumia shilingi bilioni 4 na milioni 210. Kwa hiyo vyanzo hivyo vinatengeneza bajeti kuu ya halmashauri ambayo inafikia shilingi bilioni 61 na milioni 117. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo haya ya makisio ya bajeti hii kwa mwaka wa fedha 26/27 ni sawa na ongezeko la 18% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025/26 ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 51 na milioni 936. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka 2026/27 yameandaliwa kwa kutumia ukomo wa bajeti wa mwaka 2025/26. Hivyo, kwa kuwa bado Wizara ya Fedha haijatoa ukomo wa bajeti kwa mwaka 26/27, mapendekezo haya yanaweza kuongezeka ama kupungua kulingana na maelekezo yatakayotolewa na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, na ukomo wa bajeti utakaoidhinishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2026/2027. Idhinishwa hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti, tunaliomba baraza lako kupokea na kutuidhinishia matumizi ya kiasi cha shilingi bilioni 61,117 milioni 499,965 kama inavyoonekana katika michanganuo iliyoambatanishwa kuanzia ukurasa namba 19 hadi 88. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo haya ya makisio ya bajeti hii kwa mwaka wa fedha 26/27 ni sawa na ongezeko la 18% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025/26 ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 51 na milioni 936. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka 2026/27 yameandaliwa kwa kutumia ukomo wa bajeti wa mwaka 2025/26. Hivyo, kwa kuwa bado Wizara ya Fedha haijatoa ukomo wa bajeti kwa mwaka 26/27, mapendekezo haya yanaweza kuongezeka ama kupungua kulingana na maelekezo yatakayotolewa na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, na ukomo wa bajeti utakaoidhinishwa
na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2026-2027. Kwa hiyo mimi nashauri baraza lako Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba tuwe na mkakati wa maksudi hasa baraza hili kwa kuunda task force ya kufanya hii kazi bila kuangalia ni kamati gani. Baraza lako liunde task force ya baraza hili ili tuweze kufanya hiyo kazi. Kama waheshimiwa madiwani tunaweza tukafanikiwa kwa asilimia. Nini kifanyike? Ninashauri kwamba tuwe committed na ukusanyaji wa mapato. Ni lazima afisa biashara na halmashauri kwa maana ofisi ya mkurugenzi iwe na data ya wafanyabiashara wote katika halmashauri yetu, ili tuweze kujua wafanyabiashara wangapi tunao na wanalipa kiasi gani cha mapato. Ni kweli kabisa kama anavyozungumza mheshimiwa Mbalimbali, mapesa ndio injini ya halmashauri. Kama hauna fedha huwezi kuendesha halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ardhi ni ya kwetu ya Serengeti na madini yanatoka kwetu na planti tunazo. Hata kama kuna erosion ambazo kwamba tayari watu hao wanahitaji kwenda kuchangiwa Tarime, lakini pia wanatoka kwa kibali maalum. Tumejipanga vizuri na tuko imara kuhakikisha tunasimamia mapato yetu ya ndani, maana tusipokusanya mapato hatuwezi kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa hiyo sisi kama madiwani tumejipanga, na nyewe wataalamu tuwaombe sasa mtupe ushirikiano, maana vipo vyanzo vingi viko kule tunakotokea, hususan minada, tunajua uhalisia. Kwa hiyo tunaomba mtupe ushirikiano wa dhati ili tuweze kukusanya. Na mara zote ulipaji wa kodi huwa sio lelemama. Sisi ni wawakilishi wa wananchi, lakini hatupaswi kutetea wale watu wasilipe kodi.